kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa. Tuko ndani ya kanuni ya 12, tuko ndani ya kanuni ya 12 ambayo Mungu anaendelea kutupa mnyumbuliko juu ya yale yahusianayo na kanuni hii ya 12. Somo letu lina kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu, na kanuni ya 12 ambayo tupo nayo inasema, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni suala la kuwaheshimu wazazi wako. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni suala la kuwaheshimu wazazi wako. Ni suala la kuwaheshimu wazazi wako. Katika kipengele cha kwanza kilikuwa kina kichwa kinachosema sehemu ya utangulizi. Kipengele cha kwanza katika kanuni hii tuliona sehemu ya utangulizi, ambako ndani yake tulikuwa tuna andiko la msingi kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16. Kipengele cha kwanza kinaitwa sehemu ya utangulizi, ambacho ndani yake tulitazama andiko la msingi linalobeba maana nzima ya kanuni hii ya 12 ya kubarikiwa na kufanikiwa kwa njia ya kuwaheshimu wazazi. Andiko letu la msingi ni Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16. Nitarejelea kusoma ili kuendelea kutazamishana msingi ambao unabeba kanuni yetu. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16, Biblia inatuambia hivi: waheshimu baba yako na mama yako, waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, siku zako zipate kuzidi. Nikasema kitu cha kwanza ambacho tunakiona hapa ni kwamba swala la kuheshimu wazazi, swala la kuheshimu wazazi waliotuzaa, kumbe ndani yake lina neema ya mtu kuweza kuishi maisha marefu hapa duniani. Na hiyo ni baraka ambayo hakuna mtu ambaye nitamuuliza hapa kwamba utaki mbaraka huo akasema siupendi kabisa. Ni baraka muhimu sana katika maisha yetu, kwa sababu katika wingi wa siku ndipo hata tunaweza tukakutana na wingi wa mambo tunayoyataka kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo sehemu ya wingi wa siku inahusiana na muda wa uhai wako hapa duniani, na tunajua ya kwamba hakuna chochote kizuri nje ya mtaji wa uhai. Haleluya. Tunatarajia kwanza, kabla ya mambo yote ambayo tunaweza tukayaomba kwa Mungu, tukayataka kwa Mungu kwamba tutendewe, tunatamani sana tuwe na uhai. Tunatamani tuwe na uhai. Haleluya. Swala la uhai ni jambo nyeti ambalo hakuna mtu hatamani liwe zuri kwenye maisha yake. Kuishi ni kuzuri. Kuna wakati tunakumbushana kwamba ujue kuna kutwaliwa, lakini bado mtu hatamani kwamba hata ameambiwa kwa jinsi ulivyokaa vizuri na Mungu, ukitwaliwa kwa wakati huu ni mzuri, kwa sababu inawezekana ikawa ni njia ya wewe kwenda mbinguni, lakini mtu atakwambia bado nahitaji kuishi, nimtumikie. Haleluya. Hakuna asiyotamani mbaraka wa kuishi, hakuna asiyotamani mbaraka wa uhai. Sasa katika kiwanda ambacho kinazalisha huo mbaraka, vinaweza vikawa vingi, lakini moja hapo, tazama kiwanda kinachoitwa kuheshimu wazazi. Haleluya. Moja wapo tunaona hapa ni kiwanda kinachoitwa kuwaheshimu wazazi wetu waliotuzaa. Ni kiwanda ambacho ndicho kinachozalisha mbaraka wa kimungu kwa mtu kupata neema ya kuishi maisha marefu duniani. Haleluya.
Kwa hiyo tukizungumza katika habari za Mungu ameweka njia gani na njia gani ili mtu astahili kupata baraka zake, tunakutana na njia inayoitwa kuwaheshimu wazazi. Na miongoni mwa baraka zinazooneshwa ndani ya njia hii ya kubarikiwa kwa kuheshimu wazazi, jambo la kwanza tunakutana na hii neema ya kuishi maisha marefu duniani. Ipo humo ndani kwenye suala la mtu kuwaheshimu wazazi wake. Lakini tukaona jambo lingine pia la zaidi katika suala la mtu kuwaheshimu wazazi wake. Licha ya mbaraka wa kwanza unaozungumziwa ya kwamba ni neema ya kuishi maisha marefu hapa duniani, lakini kitu kingine tukaona Biblia ikisema nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Nikasema jambo hili linamaanisha nini? Maana yake sio hata uamuzi wa wazazi, ni uamuzi wa Mungu kabisa kwa asilimia zote, kwamba wewe uwe umezaliwa Tanzania, kwamba wewe uwe umezaliwa Mombo, kwamba wewe uwe umezaliwa Arusha, uwe umezaliwa Kilimanjaro, uwe umezaliwa Mbeya, uwe umezaliwa Mwanza. Ni jambo ambalo linahusiana na mpango wa Mungu. Lakini kubarikiwa katika pale mahali ambapo Mungu ameamuru uzaliwe, tunaona hapa ya kwamba itategemeana na heshima yako kwa wazazi waliohusika kwenye kuzaliwa kwako. Amen. Anasema nawe upate kufanikiwa wapi? Katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa mahali ambapo Mungu anakuketisha, pamoja na kwamba ni Mungu ndio amekuweka hapo, lakini matunda ya hapo yatategemeana na kuheshimu kwako wazazi wako waliokuzaa. Na nikasema hivi, kawaida ya Mungu huwa hajipingi. Anapozungumza ya kwamba jambo fulani litapatikana kwa namna fulani, itabaki kuwa hivyo tu, itabaki kuwa hivyo. Kwa ina maana kwa sehemu kubwa, hata tupige bingili za namna gani, kuna wakati tukikosa heshima kwa wazazi hapa mahali ambapo panaitwa kuishi umri mrefu jumlisha kubarikiwa, kufanikiwa kimaisha, mahali ambapo Mungu amekuketisha, hili swala litakuwa gumu kwako kutokea. Nikasema siku hizi tuna sentensi sana za wataalamu kusema kwamba umri wa kuishi umepungua sana, watu wanakufa na umri mdogo. Unasikia ni staili za maisha, mitindo ya maisha. Mitindo ya maisha sasa hivi imebadilika sana, mitindo ya maisha. Haleluya. Mitindo ya maisha. Unasikia hata magonjwa yanayoua ni magonjwa ambayo tunayapata kwa vyakula hivi tunavyokula. Nikasema lakini kwa picha hii kwamba kuwaheshimu wazazi ndiko kunazaa mbaraka wa mtu kuishi muda mrefu ulimwenguni, maana yake ni kwamba inaelekea hata hivyo vyakula wakati mwingine vinatumwa. Hiyo mitindo ya maisha ambayo inachongewa kwamba ndio inaua watu, wakati mwingine inawezekana inatumwa. Na inatumwa na nani? Inatumwa na Mungu ambaye ameamuru kwamba baraka inayoitwa mtu kuishi umri mrefu duniani itapatikana kwa njia ya mtu kuwaheshimu wazazi wake waliomzaa. Mungu huyo anapoona umeenda kinyume, ina maana ni yeye aliyoweka hiyo amri ndio anaopaswa kusimama kwenye hukumu. Darasa la juzi Alhamisi nikasema hivi, wazazi mnaweza mkalea watoto kwa maadili mabovu. Wakati mwingine unasikia anamlekeza, hata mtoto amekosea hamwadhibu. Mnaweza mkawalea watoto kimayai namna hiyo. Pale ambapo hawawaheshimu, watawakosea maadili, mnaweza mkawafunikia hayo madudu yao, mnaweza mkafunika. Lakini poleni, kwa sababu huko sio kuwapenda watoto. Suala la kwamba mtoto amekosa heshima kwako, adhabu na anayekaa kwenye hukumu anakuwa sio wewe, ni Mungu. Kwa sababu amri iliyosema ya kwamba ukiheshimu baba na mama, siku zinapata kuwa nyingi na unapata kufanikiwa katika nchi ambayo umewekwa na Mungu wako, hiyo ilitoka kwa Mungu, ni amri ya Mungu, haikuwa amri ya kwako mzazi. Kwa hiyo saa mtoto amekosea, ujue anayesimama kwenye hiyo amri kuhukumu kwamba
kwamba huyo mtoto yampasa atendeweje, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna hata mwakilishi wa wazazi, iwe ni Tanzania au nchi nyingine za nje, aliyoenda mbinguni akatunga na Mungu hii amri. Wakati Mungu anaweka amri ya namna hii, hakuhitaji hata mwakilishi wa wazazi kwamba ili na yeye ahusike katika lile baraza ambalo lilitunga amri ya namna hii. Kwa kama ni ya Mungu, lazima tuelewe ya kwamba maadamu umezaliwa una wazazi, lazima uelewe ya kwamba imekupasa kuwaheshimu hao wazazi kwa manufaa yako, ili baraka nyingine zipitie kwenye njia hiyo ya kuwaheshimu wazazi. Nje ya hapo, lazima pia uelewe ya kwamba atakayekaa na lungu kuhakikisha ya kwamba linakuponda kwa sababu umeenda kinyume na amri hii, sio hata mzazi wako. Kwa hiyo kitu kingine nisemeje? Unapokosa heshima, kwa mujibu wa hiki kitu tunachokiona hapa kwamba swala la kutakiwa kuheshimu wazazi ni amri ambayo Mungu ndio ameweka. Ina maana unapokosa heshima na wazazi wako, hata wakuchape kwa bakora nyingi kiasi gani, uelewe ya kwamba hizo ni za wazazi tu. Kuna ya Mungu nayo hapo lazima iwepo, kwa sababu hii amri ukiivunja, kabla haujamvunjia mzazi wako, ulimvunjia Mungu mwenye amri yake. Kwa picha hii sasa utaona lazima kuna wakati tutatembea tukiwa tunakutana na magumu mengi ya kimaisha. Kwa sababu gani? Ya kuto kujua adili la namna hii, kuheshimu wazazi. Tunaweza tukawa tumeokoka tuokokavyo kwa kadiri ya imani na taratibu za dini, kujua kwamba wokovu kamili una misingi hii na hii na hii, lakini usipoheshimu wazazi wako, una lungu la Mungu linakuhusu hata kama uko kwenye mwamvuli wa wokovu gani. Kuna baraka zitafungwa kwako hata kama umwana maombi wa namna gani. Kwa sababu gani? Ziliamliwa miongoni mwa njia ya kupita ni kuheshimu wazazi. Mungu hajipingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuliona hapo andiko hili la msingi likituonesha jinsi ambavyo suala la kuheshimu wazazi linavyofungulia baraka na mafanikio katika maisha yetu. Tukatazama kipengele cha pili katika kanuni hii. Kipengele cha pili katika kanuni hii kilikuwa kina kichwa kinachosema mchango wa wazazi. Kipengele cha pili kilikuwa kina kichwa kinachosema mchango wa wazazi katika swala la mtu kubarikiwa na kufanikiwa kimaisha. Mchango wa wazazi katika swala la mtu kubarikiwa na kufanikiwa kimaisha. Mchango wa wazazi. Na hapa tulipata kuona ya kwamba kuna maneno fulani mazuri ya baraka ukibahatika kutamkiwa na wazazi wako. Kuna maneno fulani mazuri ya baraka ukibahatika kutamkiwa na wazazi wako. Maneno hayo yanakuwa ni mtaji mkubwa sana wa kukufanya ubarikiwe na kufanikiwa kimaisha. Maneno tu. Mchango wa wazazi katika swala la mtu kubarikiwa na kufanikiwa kimaisha. Kuna wakati ni kukutana na maneno mazuri tu ya wazazi, umebarikiwa, umefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wazazi wana mchango mkubwa pale unapotafuta njia za mafanikio. Miongoni mwa maeneo ambayo inabidi uyakodolee macho yako sana ni pamoja na swala la kukaa vizuri, kuheshimu wazazi wako, kwa sababu wana mchango mkubwa sana kufanya mtu abarikiwe na kufanikiwa kimaisha. Kwa kama mliwahi kusikia mtu anapita ugumu wa maisha alafu anaambiwa, "Oh, yule hakukaa vizuri na wazazi wake mpaka wanafariki, hakuwa ameishi nao wale wazee. Wale wazee wameondoka vibaya sana. Kuna wakati alikuwa anainuana nao. Acha apite hapo anapopapita pagumu." Ni matunda hayo ya namna ambavyo aliishi vibaya na wazazi wake. Kama ulikuwa ukisikia jambo la namna hiyo unaona ni bla bla tu za wanadamu ulimwenguni, basi pole. Hilo ni jambo la kimungu kabisa. Wazazi wanaweza wakachangia kukwama kwako kimaisha au kukwamuka kwako kimaisha. Licha ya unamjua Mungu kwa namna gani, licha ni mwana maombi wa viwango gani, lakini lazima uelewe kibiblia
wazazi wana mchango mkubwa wa kuweza kufanya mtu abarikiwe na afanikiwe kimaisha. Na tena utaona njia za mchango wao za ajabu kweli. Nimesema kitu gani? Maneno tu mazuri. Wanaweza hata wasikusaidie kwenda shambani kushika jembe wakalime, maana utaambiwa unawatumikisha wazee wako na wewe unawafanya wazee wako vibarua. Wanaweza hata wasikusaidie kukaza nati vizuri kwenye hilo jambo ambalo unataka likazwe, lakini wakisema vizuri kwako yamekuwa mazuri. Amen. Wazazi kwa neema waliopewa na Mungu wana neema kubwa sana, lazima tucheze nao kwa tahadhari. Tuliona jambo hili kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 27. Kwa utaratibu tu, ukiwa unapata muda wa kusoma unaweza ukasoma mstari wa kwanza, Mwanzo ile sura ya 27 mstari wa kwanza hadi wa 41. Ingawaje sisi tulisoma kwa vifungu kwa vifungu. Tulisoma Mwanzo 27 1 hadi 10, tukaenda kifungu kingine mstari wa 14 peke yake, kifungu kingine 17 hadi 20, kifungu kingine 24 hadi 34a, na tukamalizia na mstari wa 41, ambapo kitu kikubwa hapa tulikutana na sakata la mzee Isaka, wakati ambapo amekwisha kuzeeka, tena ana uzee wa ukongwe mno, wa kuchoka mno. Biblia inasema na macho yalikuwa yamempofuka kwa kuzeeka, lakini akawa anatamani aone kwamba hata akiondoka ulimwenguni, huku nyuma kijana wake mkubwa aitwaye Esau awe anaishi maisha mazuri ya baraka. Alivyotamani jambo hilo kwenye kile kipindi alichoona yuko kwenye dakika zile za majeruhi. Wale wafuatiliaji wa mpira wanajua zile 90 na za nyongeza. Kaona kuna namna ambavyo muda wake unayoyoma. Akamuita mwanae yule mkubwa, akamwambia na kuomba. Tena alianza kwa hekima sana. Na kuomba. Akamtajia vifaa, chukua maka yako, podo lako. Anamwambia nenda ukaniwindie mnyama, uniletee hapa mawindo, unitengenezee kiwe chakula kitamu nile, ili roho yangu, akasema roho yangu ikubariki kabla sijafa. Wakati anasema na kijana huyo akiwa anaiachia nyumba anaelekea kule kufanya hilo jambo, huku nyuma kukawa kuna kikao cha dharura kati ya mama na mtoto mdogo aitwaye Yakobo. Mama anambebesha Yakobo maneno, anamwambia nimesikia baba yako anakusudia kumbariki kaka yako. Kwa hiyo hapa amemwagiza aende porini akawinde, aje amletee mawindo, amtengenezee chakula kitamu kwa jinsi apendavyo, ale ili roho yake imbariki. Sasa mama akaonesha kwamba na yeye matakwa yake, matamanio yake ni kwamba yule mdogo Yakobo ndio abarikiwe kulikoni Esau yule mkubwa. Kwa wakati yule mkubwa ameenda, ambaye ni chaguo la baba kwamba abarikiwe, huko nyuma mama akambebesha yule mtoto wake mdogo, akamwambia sasa nakupa jukumu, wewe nenda tu hapo zizini, katoe wanambuzi wawili, nileteni waandalie, nipige chakula kitamu kama jinsi baba yako anavyopenda, alafu utampa wewe, ukiwa umejifanya wewe ndio Esau aliyoenda mawindoni, ili akubariki wewe mbadala wa Esau anayemtarajia. Mtoto akakubaliana na ule uongo wa mama na ule mchongo ambao umeupanga. Akaenda kavuta wanambuzi wawili zizini, kaja wamepikwa. Biblia inasema mama akaongeza tena na nakshinachi nyingine ya mkate, kabandika hapo kwenye chakula hicho. Mtoto kafika kapeleka kwa baba, kwa sababu baba alikuwa haoni, ameshazeeka uzee ambao mpaka macho hayaoni tena. Akafika pale kwa baba yake, akamwambia baba, nimeleta kama ulivyoniagiza, kaa sasa ule ili roho yako inibariki. Akamuuliza, ni nani wewe mwanangu? Akamwambia, mimi ni Esau mwanao mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba akapata mashaka, akaendelea mbele, akamuuliza tena, mbona umepata haraka hivyo? Akamwambia, Mungu wako amenifanyia wepesi, amenifanikisha. Alinisaidia polini, kwamba badala ya swala leo kuwa na michezo ya kuelewa mitego, leo walivurugwa akili. Walikuwa wanakamatika kirahisi.
sio yeye. Yule anaendelea kule kupogoma, huku kuna mchezo unafanyika wa hila, apokonywe baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema angalia wenzetu waliojua jinsi ambavyo maneno mazuri ya baraka kutoka kwa wazazi yalivyo mtaji mkubwa wa wewe kufanikiwa kulikoni mali zao watakazokuachia pasipo kukutamkia neno zuri. Kwa sababu kwa hila huyu Yakobo anagombea apate yale maneno yeye mbadala wa kaka yake. Kwa hila. Kama maneno mazuri ya mzazi yasingekuwa faida, isingekuwa na sababu Yakobo afanye hila ili ayapate. Isingekuwa na sababu mpaka amhusishe Mungu kwenye ule uongo wake. Nikasema hawa ndio wale unamwambia imefanyika hili jambo hivyo, anasema ni kweli, ni yapie, na ni uongo, na anaapa, analamba kabisa na mchanga. Haki ya Mungu. Ndicho Yakobo alichokifanya, ili mradi nini? Apate kutamkiwa yeye yale maneno mazuri ambayo baba yake alikuwa amtamkie kaka yake mkubwa Esau, akijua nini? Nikitamkiwa mimi nimetoboa kimaisha. Wakati wewe unatamani baba akate kamba saa yote ili zile mali zake uzirithi, kuna wenzako wanaomba asikate kamba kabla hajawasemea maneno mazuri, kwa sababu mali za urithi pasipo maneno mazuri ya mzazi ni hasara. Kuna kesho tunaenda kuona utajiri wenu umestaafu, utajiri wenu umezeeka. Mlioitwa mataita leo mnakuwa maombaomba. Ukiachua mali nje ya msingi wa maneno mazuri ya mzazi, hizo mali zitakutaabisha na mwisho wa siku zitalala na wewe chini, zitakudondosha, zitakulaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hila ile imefanyika mpaka Yakobo ametamkiwa yale maneno ya baraka kwamba akabarikiwe, umande wa kimbingu uwe juu yake na mambo kadha wa kadha. Biblia inasema anakuja sasa yule Esau ambaye alikwenda nyikani, alikwenda polini kuwinda. Wakati Esau anarudi, Biblia inasema ya kwamba anamwambia baba yake, haya baba, kaa sasa baba yangu ule, ili roho yako inibariki. Baba anasema, kula tena. Kwani wewe ni nani? Na aliyeniletea chakula akasema nimbariki kuwa ndo yeye nani? Wakaiona kwamba ni hila imefanywa na Yakobo. Akamwambia basi, ndugu yako ndio amefanya hivyo, ndio ameenda na baraka hivyo. Kitu ambacho nikataka ukione tena ni pale ambapo Esau alisikia kwamba Yakobo ndio ameyabeba yale maneno mazuri ambayo baba ilikuwa amtamkie Esau. Biblia inasema Esau akalia kilio kikubwa kwa uchungu mno. Nikasema alikuwa na sababu gani ya kulia kwa uchungu? Wakati tu mwenzake ametamkiwa maneno fulani na baba yake. Kama yale maneno yasingekuwa ni mtaji wa mtu kufanikiwa, aliposikia kwamba yameshatamkiwa mwenzake, yalikuwa yamtie uchungu gani? Jambo hilo lilikuwa limpe simanzi gani? Na Biblia inasema yalikuwa ni mpambanaji, leo tunawaita fighter. Na ndio maana utaona mpaka aliambiwa chukua mata yako, podo lako, chukua zana zako za kwenda kuindia, kwa sababu alikuwa ni muindaji. Uindaji hajaanzia hapo baba yake akimwagiza. Uindaji ilikuwa ni kazi yake ambayo ameizoea, ni mbobevu mkubwa wa hilo jambo. Angesema hamna shida, bora amechukua hayo maneno, mimi naendelea na mapambano yangu ya kimaisha, nitatoboa tu. Hajasema hivyo, kwa sababu alielewa undani wa maneno mazuri ambayo yanatoka kwenye vinywa vya wazazi kwenda kwa watoto. Hayo maneno sio ya kupuuzia, yana msingi mkubwa wa kumfanya mtu aliyenenewa hayo maneno akafanikiwe. Nyinyi hamjawahi kuishi huku mkasikia watu wanaambiwa ameaga yule, ameaga yule, ameaga, msishindane naye, ameaga. Amen. Usizanie ni uchawi. Msijikite tu uchawi. Kwa Mungu nao saingine nao amejikita kulogeka uchawi. Tafsiri yake wakati mwingine ni kwamba aliachana vizuri na wazazi, wakampa radhi njema. Kwa hiyo leo mtashindana naye hapa, hamuelewi undani wake. Mwenzenu ana baraka za wazazi ziliachiliwa juu yake. Sasa mtaweza kuyafuta yaliyokwisha kunenwa kwake? Ulisikia wakati Esau aliponenewa yale maneno yalikuwa magumu, anaambiwa mpaka wazao wa mama yako wakutumikie. Sasa mtu anatamkiwa mpaka anaambiwa yani ndugu zako unaozaliwa nao wawe watumwa wako. Nyie wengine huko wa mitaani watubaki, mtakuwa nani? Si walamba miguu yake? Safi sana. Kwa mmeona matobo yetu nyewe mnaotaka kusema tatoboa, mmeona matobo yalivyo?
Sio kwamba namwaga jasho navuja sana nitatoboa. Kuna kura ya mzazi. Unasema thubutu. Kuna kura ya mzazi. Wakati mwingine ukikosa hiyo, ndugu yangu, utamwaga jasho mpaka utakufa nalo. Utashangaa hata watu wanaenda kukuangalia hivi, wanakuaga wanasema, "Unajua tumemwona kama pale ameloa jasho." Wanasahau hata kwamba umetolewa mochwari kwa sababu ya ile barafu. Sasa unanyilitika, wanasema jasho. Limali tu onekane na jasho umekufa nalo. Akaenda mbele zaidi. Yakobo alipoona mwenzake amempora ile nafasi ya kutamkiwa maneno mazuri na baba, amechukua yeye kwa hila. Esau akasema, sasa naona maziko ya babangu yanakaribia, ngoja nikaushe, ngoja niache. Lakini tukishamalizana na msiba wa baba, itabidi hapo ndani paingie tena jeneza. Kwa nini? Anasema nitamuua ndugu yangu Yakobo. Mtu ana chuki kubwa namna hiyo mpaka anafikiria kuua. Kwa sababu gani? Yakobo amechukua sehemu ya maneno ambayo yeye ndio alikuwa atamkiwe na babaye. Wanaoelewa nini? Nguvu ya maneno ya mzazi. Hawachezei hiyo fursa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wazazi wana mchango mkubwa sana. Pale tunapotaka tubarikiwe, lazima miongoni mwa viwanda ambavyo tunavitazamia kwamba vituzalishie malighafi za kufanya tubarikiwe, lazima tuangalie kiwanda kinachoitwa kuwaheshimu wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha 3 katika kanuni hii. Kipengele cha 3 tulitazama kitu kinachosema, je, ni sahihi kwa mtu kuhitaji mchango wowote wa baraka maishani mwake kutoka kwa mzazi wake wakati ambapo mzazi huyo amekwisha kufariki? Kipengele cha 3 katika kanuni hii tulitazama kitu kinachosema, je, ni sahihi kwa mtu kuhitaji mchango wowote wa baraka maishani mwake kutoka kwa mzazi wake wakati ambapo mzazi huyo amekwisha kufariki? Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kipengele hiki kinatokana na dhana iliyopo kwa baadhi ya watu katika ulimwengu huu tulionao, kuonekana wakiamini ya kwamba wazazi wanapokuwa wamekwisha kufariki bado kuna uwezekano wa kuendelea kupata mchango mwema wa baraka kutoka kwao. Kuna dhana hizo zipo kwenye ulimwengu huu, kwamba mtu anaamini kwamba mzazi ameondoka, haijaisha hiyo. Kuna wakati tu mimi mambo yakinipiga, kiona huko ulimwenguni nyundo zimekuwa nyingi, nikiona malungu na mashoka yananiangukia ya ugumu wa kimaisha, nikiona huko ulimwenguni vitasa vimekuwa dabo, na uwezo nikafanya njia fulani ili nikaombe mzazi wangu anitendee mema, mimi nibarikiwe wakati ambapo amekufa. Wengine wakaamini kwa kwenda makaburini kwao kuwaomba, wengine wakaamini kuwafanyia sala mbalimbali, dua, maombi wakati wamekufa, tukiwapigia kura mbinguni kwamba wapumzike vizuri, tunabarikiwa kwa kuwafanyia wazazi mema ya namna hiyo wakati ni wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema hayo tunayo, tumeishi nayo. Kama hujafanya bado kwenye familia yapo. Ukichunguza vizuri familia unakuta yapo humo ndani, kwenye koo yapo. Wakati mwingine imani ambazo tumeziegemea zinayafundisha. Na tunajua hakuna jambo nyeti kama imani. Imani ikitoa boko. Na kwa sababu watu tunasema ni imani iliyonizaa, ndo nimezaliwa huko, huwa tunakula boko halafu hatulisimangi hata, tunaliita ubwabwa mzuri, maana ni imani yangu. Ukute mtu analizodoa boko la imani yake aliyozaliwa, atatafuta hata njia. Swala tu la kwamba unatoka hapa, duka liko hapo, lakini atatafuta njia ya kwenda kwanza huku kwa Makame mwisho wa shamba, akunje chini kule mpaka barabarani, apige hivi ndio apande hivi, imani tu aitetee imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni imani yake aliyozaliwa. Tumekutana na hivyo.
taratibu za kuwasalia wafu, kuombea wafu, kushauriwa hata na wakuu wa hizo imani kwamba mkumbuke mama yako, mkumbukeni yule mzee kule. Hivi mnatembeleaga kweli kaburi mpaka tunapewa tuwe na pikniki za kwenda makaburini? Kasema wakati mwingine tuyajenge vizuri tu. Tukiona vema tuwazike kwenye visima, tukiona haitoshi tuwazike hata kwenye parachuti. Amen. Tuwazikeni tu kwa namna ya kwamba tuna muda wa kufanya hivyo, na tunaweka alama nzuri kwamba yes, alikuwa wakati anashuka kwenye kaburi jeneza lilikuwa linaminywa na remote. Tuwazike tu hivyo ili tukirudi huko duniani stories ziwe hizo. Na tubadilishaga story, mnatusaulisha shida na mapambano ambayo nchi inapitia, mnatupaga story mpya. Lakini sio kwa kuamini kuwa kuna kubarikiwa tukiwafanyia hayo maziara mazuri hao wafu. Ukiamini hapo umepotoka. Na jambo hilo sasa pia lina lungu la Mungu. Haleluya. Ukifanya hivyo umepotoka, na jambo hilo lina lungu la nani? Ni afadhali tu ingekuwa umepotoka, endelea na upotovu wako, lakini na lungu la Mungu lipo juu yako. Tukaona kwa mujibu wa nini? Kumbukumbu la Torati 18:10 hadi 12. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 10 hadi 12. Ikisema asionekane kwako mtu apitishaye mwanaye au binti yake katika moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Kuna katazo kwamba asionekane. Kwa hiyo ukionekana, Mungu atahakikisha tu mpaka hutaonekana tena, kwa sababu kuna neno linalosema asifanyaje? Sionekane. Tunaweza tukakuona tu hivi kwamba tuna wewe, lakini tayari kuna kirungu ulishakula siku nyingi. Huna uzima tena, huna stahiki tena za kubarikiwa kimaisha, kwa sababu iliandikwa asionekane awaombaye wafu. Kwa unapojihusisha na jambo lolote lile la kuamini kwamba kuna mchango wa baraka kwa aliyekufa, maana yake ni kwamba wewe unapiga maombi kwa wafu kwamba wachangie baraka kwenye maisha yako wewe ulio hai. Hupaswi kuonekana, utafutika kwenye kila ramani inayoitwa ya mafanikio. Hutaonekana kweli. Kwa sionekane hii itazame kwa jicho la ndani. Sio tu kwamba utakufa tukasema na wewe hayupo. Tunaweza tukakuona upo, lakini kironi hayupo. Mstari wa 12 ukamalizia kusema kwa maana mtu atendayo hayo ni chukizo kwa Bwana. Na ndio hicho nilichosema ya kwamba kuna lungu la Mungu kwenye swala hili la dhana ya kuamini kwamba tukijishughulisha na wafu tunabarikiwa. Badala ya kubarikiwa, tujue ya kwamba kuna rungu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo nilivisisitiza hapa ni pamoja na kwamba tujue muda ambao tutapata radhi njema za wazazi wetu ni muda ambao hao wazazi wako hai. Wakisha kufa, hayo mambo ya kwao na huko wanakoenda hayatuhusu wapendwa. Kwa sababu mbinguni kwa tuliopata tu neema hata ya daraja la chini ya kusoma maandiko, kwa kiwango hicho kidogo ambacho tumepita, hatujaona kwamba kuna boksi ambalo mtu aliyekufa anawekewa hapa, anaambiwa ngoja tuone kura za watoto wako, kwamba wakisema ndio unaenda mahali pazuri, au wasipopiga kura ndio tunakuamulia tunakupeleka wapi. Hata ya mzee tupa ile sio ya mbinguni, kwamba eti akaenda sijui akakuta siku ya kampeni, kwa hiyo akasema ngoja mimi leo kwa sababu naona kule kuna wazuri ngoja niende huko. Kasome Biblia. Ibrahimu alimwambia yule tajiri kwamba katikati yetu kuna bonde, ili wa huku asije huko kwenu kwenye ubaya, kwenye suluba, kwenye mateso, wala wa huko kwenye mateso asivuke akaja huku. Unafikiria sasa ile dhana ya tupa kwamba aliambiwa ngoja leo tukupeleke sasa ukaone jana mkulivyo, alafu tukurudishie hapa sasa kwenye raha.
Kuna vitu tunaweza tukavitengeneza wanadamu vikatupoteza sana. Hata habari ya boksi za kura mbinguni zinazosubiri kura zetu sisi, watoto wa wale ambao wanafariki, kwamba tuwapigie kura wazazi wapumzike mahali pema, kwa kuwapikia vitu fulani vya kiibada, kuwachomea, sijui kuwalia mapilau. Tutafuta marungu tu ya Mungu, ndio maana tutaombeana sana mpaka mbavu zitabana waombaji hivi. Na watu hawajibiwi. Kwa sababu wanatembelea uvuli gani? Wa marungu, sio wa baraka. Kuna michezo ya ajabu ajabu ya kidunia wanayo. Kuna dhana potofu wanazo, zinakwamisha hatua zako za kubarikiwa na kufanikiwa kimaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa umehusika kwenye jambo linalohusiana na jinsi hiyo, dhana ya kuamini kwamba ukijishughulisha na wafu kuna kubarikiwa, tulitubu sisi hapa. Kwa wewe unaosikia kwako ni jipya hapo, tafuta chocho yako, nenda mbele za Mungu, tubu kwa ajili ya jambo hilo na usijihusishe nalo tena. Kipengele cha 4 tuliingia Alhamisi. Darasa lililopita tulitazama kipengele cha 4 katika kanuni hii, ambacho chenyewe kina kichwa kinachosema mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako, ndicho kipengele tunachoendelea nacho leo. Tulianza nacho siku ya ibada ya Alhamisi, tunaendelea nacho leo kwa neema hii ambayo Mungu ametupatia. Kinasema mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako. Mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako. Nikasema ninachotaka ukielewe hapa ni kwamba kuna mambo unapaswa kuepuka sana kuwafanyia wazazi wako endapo kama matarajio yako wewe ni kuishi katika maisha ya kubarikiwa na kufanikiwa. Kuna mambo ambayo unapaswa kuepuka sana kuwafanyia wazazi wako. Na hii inatokana na kwamba kuna sarakasi, kuna bingili nyingi tunazipiga kwenye ulimwengu tulionao kati ya tunaoitwa watoto na wazazi wetu. Sizungumzi watoto kwa marika ya utoto ya uchanga. Nazungumza watoto kwa kila ambaye amezaliwa. Hata kama saizi wewe ni bibi wa mtu, na kukumbusha bingili ulizowahi kuzifanya na mzazi wako. Hata kama hayupo, na kukumbusha. Kwa kuna bingili, kuna sarakasi za mambo mabaya ambayo unakuta watu wamefanya kwa wazazi wao. Na unakuta mtu anakaa kabisa kwenye kituo kinachoitwa wataka baraka za Mungu, na yeye yupo hapo, na yeye anajiita ni muendaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna wakati unaweza ukakuta hatuendi, tumeachiwa hapo stendi tu. Kuna wenzetu wengi tumewahi kusukuma nao magurudumu ya utafutaji riziki, wakayapeleka mbele kweli, hauoni hata vumbi. Siku ile mtu anasema bwana alivyonipotea niliona vumbi. Kuna wengine hata lile vumbi pia liliisha. Hizi uone hata kama hiyo njia ilipitwa. Mzako jinsi alivyokutangulia wapi? Nasema mzetu mwaya wana vyao mwaya. Mnakuja kwenye maombi huko, mnachongea watu wa watu huko mnaofanya nao biashara zinazofanana. Anatumia anachoma ndubana. Hewa bingili na wazazi wako wataka utoboe na mwenzako ambaye tunakutana kama yule ambaye alitamkiwa maneno mazuri na baba yake Yakobo. Yeye aliokaa vizuri na mzazi wake akapata radhi njema, abarikiwe, afanikiwe, afanane na wewe ambaye uliwahi kukunjana nao hivi. Tai. Kwa hiyo kuna mambo ukiyafanya kwa wazazi, ujue kwamba hapo swala la kubarikiwa na kufanikiwa kimaisha wakati mwingine anza kulifanyia. Hata kama usipofanya kwa haraka, fanya tu taratibu. Sawa? Vinavyoendelea vitaharakisha wenyewe tu, wala usijali. Punga mkono taratibu. Kuziaga baraka na mafanikio maishani mwako. Namba 1 nikasema mojawapo ya jambo namba 1 inasema hivi:
Mojawapo ya jambo unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Namba 1 inasema mojawapo ya jambo unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako, ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu. Ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, ni suala la kuwadharau wazazi wako. Ni suala la kuwadharau wazazi wako. Andiko lililotuongoza hapa la utangulizi lilikuwa ni Kumbukumbu la Torati sura ya 27 mstari wa 16. Jinsi suala la kuwadharau wazazi lilivyozungumzwa kwenye Biblia. Kumbukumbu la Torati 27:16, Biblia inasema, na alaniwe amdharauye baba yake au mama yake. Nukta. Ule mstari wa 16b ukamalizia kusema na watu wote waseme amina. Manake hili jambo liliwekwa hivyo na hakuna aliyetakiwa kusema kwamba hapana, ngoja kwanza mimi niseme hivi. Kwa mfano, wazazi wakiwa wenyewe wamefanya mafyongo huko, mtu ukawadharau kwa mafyongo yao, unasemaje Mungu? Hakusubiri useme hivyo. Alimaliza kusema wanaosikia itikia yao isiwe kuguna wala kusema ninapendekezo. Moja dakika tu. Mungu dakika. Pendekezo hapo lilitoka kwamba useme amina. Amina inamaanisha nini? Na iwe hivyo. Kwa hiyo kuna msumari unasema ni laana kwa mtu amdharauye baba yake au. Kwa hiyo utaona mdharau wazazi, uvuli unaotakiwa ukae juu yake sio wa baraka, ni wa nini? Kwa hiyo utakuta kuna watu mnacheza makida kwenye nyaya za umeme, lakini pia mmelala chini ya matransformer nyinyi. Kwa sababu gani? Mnabidiza maombi ya kutaka kubarikiwa katika uvuli wa laana mlizonazo zitokanazo na kuwadharau wazazi. Posho, malipo stahiki za mtu ambaye atamdharau mzazi ni laana na si kingine chochote. Kwa hiyo utaona miongoni mwa maeneo ambayo utakutana na vyuma vimekaza kwenye baraka na kwenye mafanikio ni swala la kuwa na doa linaloitwa dharau kwa wazazi. Haleluya. Kwa uhatarishi wa jambo hili mpaka nasema ni mambo ambayo hupaswi kuwafanyia wazazi. Swala hili la kuwadharau, uhatarishi wa jambo hili ni kwamba jambo hili linazaa laana. Adhabu yake huwa ni laana. Na tukaona andiko la ziada hapa katika huku kuwadharau wazazi. Nikasema hatupaswi kamwe kuwadharau wazazi wetu hata kama wawe katika hali za namna gani. Haleluya. Picha hiyo tunaipata kwenye kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa 22. Picha inaonyesha ya kwamba hatupaswi kuwadharau wazazi wetu. Hatupaswi kuwadharau wazazi wetu hata kama wawe katika hali za namna gani. Hatupaswi kuwadharau wazazi wetu hata kama wawe katika hali za namna gani. Mithali 23:22. Mithali 23:22, Biblia inasema, msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Nimetaka neno linaloonesha usimdharau mzazi hata akiwa. Kwa hiyo kimdharau mzazi ni udharau tu. Haina maana kwamba saizi ni mdharau kwa sababu hata umri wake naye wanachosha wazee nao. Sio mwana saizi tu wametoka kuniita hapa na niita tena, mwambieni hayupo. Haleluya. Haipo hivyo. Haina maana ya kwamba kuzeeka kwao wao kutalainisha
hili andiko linalosema ukidharau wazazi ni laana. Hakutalainisha. Dharau kwa mzazi ni dharau kwa mzazi. Maadamu tu huyo mzazi anaishi, hapaswi kudharauliwa kwa manufaa yako ili ubarikiwe kimaisha. Haleluya. Na nikasema kwa nini hatupaswi kuwadharau wazazi bila kujali hali zao? Nikakupeleka kwenye lile andiko la Mwanzo 27 ambalo tulilisoma kwenye kile kipengele cha mchango wa wazazi. Mwanzo 27, nikasema hapa nitachukua mstari wa kwanza hadi wa 4 tu. Mwanzo 27:1 hadi 4. Kwa nini kuzeheka na kuchoka kwa wazazi wetu haipaswi kuwa ni sababu ya sisi watoto wao kuwadharau au kuwakosea heshima? Kwa nini kuzeeka na kuchoka kwa wazazi wetu haipaswi kuwa ni sababu ya sisi watoto wao kuwadharau au kuwakosea heshima? Jibu ni Mwanzo 27:1 hadi 4, ambapo hapa Biblia inasema hivi: ikawa Isaka alipokuwa mzee, ikasema hilo ni jambo moja, na macho yake yamepofuka asione. Huo ni uzee mbaya kweli. Kwa hiyo kuna mzee tunamuona hapa na ana uzee wa ubaya kweli, uzee mgumu kweli, kwamba amezeeka mpaka na macho hayaoni. Lakini Biblia inasema katika huo uzee wa ubaya namna hiyo, akamwita Esau mwanaye mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamwitikia, mimi hapa. Akasema, tazama sasa nimekuwa mzee, naye anajijua. Anasema, wala sijui siku ya kufa kwangu. Utaona umri wake ulivyoenda mbio mpaka anaona saa yoyote ni wakufa. Mstari wa 3 akasema, basi nakuomba chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani, ukaniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile, na msisitizo wangu uko hapa, na roho yangu ikubariki. Licha ya uzee na uzee mbaya alionekana nayo huyu mzee Isaka, lakini bado ndani ya roho yake aliona ana baraka kwa mwanae. Unaona sasa? Kwa hiyo kumdharau mzazi kwa umri wake sio tija ya kwamba Mungu atasema hapo hamna shida, pita tu. Ni lungu kama malungu mengine ya kuto kuheshimu wazazi, kwa sababu kwenye uzee wa mzazi wako bado na uzee wake atakuwa ana baraka za kwako. Amina. Bado katika uzee wake ana neno ambalo akikutamkia umeenda kubarikiwa maishani mwako. Kwa hiyo ndugu yangu, miongoni mwa makida za kucheza na wazazi ambazo ni za hatari, usicheze pia na hiyo makida ya kwamba kwa sababu umri wao ni wazee, basi saa hizi nawapunguzia kiwango cha heshima, ngoja niende nikapunguze kidogo. Ni makida kama makida nyingine ambazo zitakustahili laana na sio baraka, kwa sababu katika uzee wa wazazi wako bado wana neno la baraka juu yako. Kwa ukiwapuuzia kwa sababu ya umri wao kwamba ni wazee, uelewe ya kwamba na kuna baraka kwa kadiri ya huo umri wao wanazo. Ina maana hapo utaziwekea upinzani kwa hiyo dharau yako kwamba hauzistahili. Na usije ukatoka kwenye reli ile ya Kumbukumbu la Torati 5:16 ambalo ni andiko letu la msingi, kwamba kuwadharau wazazi hapa tunachozungumzia, laana iliyonenwa hapo sio lazima aitamke mzazi mwenyewe uliyemdharau. Tunaenda sawa sawa? Usije ukasema mimi bwana, kwa kweli kwenye kudharau nimepita sana, lakini nashukuru Mungu hawajanitamkia neno baya. Halo. Makosa tutakaowafanyia wazazi, hukumu, mibano tutakaoipata ya makosa hayo, tusikodoe macho kuiangalia hiyo mibano kwamba iachiliwe na mzazi mwenyewe. Mzazi anaweza akanyamaza, Mungu anasema. Mzazi anaweza akatulia, lakini Mungu akahangaika na wewe. Tunaenda sawa sawa? Na ndio maana utaona hapa wakati Mungu anazungumza kwamba amdharauye babaye na mamaye amestahili laana, utaona hakusema kwamba huyo mzazi aliyodharauliwa amlaani. Haisema tu ipo hivyo kwamba amelaaniwa yeye amdharauye babaye au mamaye.
Akasema na watu wote waseme amina. Kwa hiyo hutakwepa laana ya kimungu pale ambapo utaangusha fumba la dharau kwa wazazi wako, bila kujali hali zao, bila kujali umri wao, uzee wao umeendaje. Dharau kwa mzazi inafungulia posho, malipo, ujira unaoitwa laana. Sio lazima itoke kwa mzazi uliomdharau kwamba achukie kwa makasiriko ndio akwambie kuanzia leo kwa dharau hii ninakulaani. Usisubiri hapo. Elewa tu kwamba maadamu umecheza huo mchezo unaoitwa dharau kwa mzazi, lazima uangukie kwenye posho na malipo yaitwayo laana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nimekuonesha hapo hatari ya jambo hilo la kudharau wazazi. Nimekuonesha jinsi ambavyo haipaswi mtu mdharau mzazi bila kujali hali fulani alionayo, ikiwemo utu uzima sana, uzee mwingi, kwa sababu katika uzee wa wazazi wetu bado wana maneno mazuri wanaweza wakatutamkia, tukabarikiwa, tukafanikiwa kimaisha kwa kupitia maneno hayo. Jambo la pili, namba mbili. Kumbuka tunatazama mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako. Jambo la pili, andika jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu. Ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako. Ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, ni suala la kuwatusi au kuwatukana wazazi wako. Usisubiri jamhuri ndio ikushtaki. Nimewahi kuona mambo ya ajabu kidogo kuhusiana na sheria. Kwa kuna ile ukitukana, licha ya kwamba hukumu inatoka kwa huyo uliyomtukana, lakini pia jamhuri na ambao umeitukana jamhuri. Sasa wala usisubiri uje ukamatwe ambao umeitukana jamhuri. Unapomtusi mzazi, jamhuri ambayo ilisha kukamata tangu hilo tusi ulipolitoa kwa mzazi, ilikuwa ni jamhuri ya serikali ya Mungu wa mbinguni. Ilisha kukamata. Yaani sio ita. Tangu ulipolitoa ilisha kukamata. Kwa hiyo tuna watu ni wafungwa hapa wanakuja tuwaombee baraka. Ni wafungwa waliokamatwa na jamhuri ya nani? Ya kimungu. Mpo vifungoni. Si unaona sasa hatari hiyo? Alafu unaomba baraka, kubarikiwa. Ubarikiwe wapi ukiwa kifungoni? Wewe utakula malaki na huo ugali wa huko, usijali. Ubarikiwe sasa ili kwamba uwekee ugali mkubwa, dongo zito. Au wafungwa wenzako wanakulia sana matonge yako. Unakuta hujamaliza tayari wenzako walimaliza, wanakuja wanafakamia na chako, ndio unataka baraka hizo kwamba chakula chako sasa kwenye huo ufungwa kiwe chako. Unaona tunavyokosea? Kufanya mafyongo ya namna hii kwa wazazi wetu, tuko vifungoni. Kwa nimesema jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako ni swala la kuwatusi au kuwatukana wazazi wako. Kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 15 mstari wa 4. Yapo kwenye Biblia haya. Kiafanya kama unadhani kwamba Mungu hajaweka malungu, yapo. Mathayo 15 mstari wa 4. Mathayo 15 mstari wa 4. Inasema hivi: Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Mungu alisema, Mathayo 15:4. Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako. Sasa ikakolezwa. Ndio maana kuna watu tunasemaga sana. Kuna wale tunakaaga na wazee wangu wenye hekima, tunasema hawa watu wanaojifaa kwamba wanaishi kwa torati hawa, kuna sawa na michezo yapata potea sana. Kwa sababu kama hujui, tuna ugumu wa sheria kulikoni hata hizo za torati ambazo zilisema ukikutwa hapo unabandikwa mawe hapo hapo. Kuna watu leo hii wanajifanya watorati. Wakati zama tulizonazo za agano linaloitwa jipya zina mambo magumu, hata ile torati yenyewe iende chuo kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Naambiaga watu hivi, wakati wa torati, vitisho vya torati ilikuwa ni zile hukumu za titi for tati, inaonekana nje wazi wazi. Yaani umenisimanga huo mdomo unapinda. Hii ni bora zile tutaona mdomo umepinda, tutajua kaka utakuwa umekosea. Kaka unabisha, unasema jamani sijakosea. Kaka umekosea, ndio maana mdomo tunajua si hiki kifungu, kwa mujibu wa kifungu hiki ni kwamba ukifanya hivi mdomo wapindishwa. Kwa hiyo kaka, ngoja tukuombee. Mungu tunaomba rehema kwa ajili ya kaka huyu, apone, msamee pale alipoteleza. Si kwa sababu tumeona sasa tulivyo navyo leo, wapinda kiroho. Kupinda unafanyaje? Ila sasa sio tena kimwili ambao inaonekana kwa macho ya damu na nyama. Hiyo ndio ngumu, maana yake itahitaji tuingie rohoni. Tuone, mbona huyu juzi alikuwa ana picha hii ya uzungumzaji, leo azungumza hivi. Lakini kimwili kwa kweli hajapinda mdomo. Kimwili kwa kweli hana ukoma. Kama sisi tunamuona kabisa, tunaona hata kakitambi kake bado anako mwaya. Mungu alimjalia. Lakini kumbe kuna maukoma ya rohoni, kuna kupinda midomo rohoni tunaishi nayo. Sasa wasumbuka na torati wewe, hii haya unayaweza? Sasa umeona miongoni mwa chuma ambacho tunakutana nacho hicho kwenye Injili, ambayo Injili ni agano lililo jipya. Aya, iko kwenye Kutoka kwamba ni torati. Torati iliongea kwamba jamani, kuna mapigo fulani ukiwa umewakosea wazazi, kiwepo kuwatukana. Injili inakuja kukoleza, inasema kufa na afe. Yaani kwamba kama torati ilieleza vifungu vya kwamba sho, Injili ilinyoosha hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimeeleza hapo ili kukupitisha kwenye picha ya torati na nyakati hizi za agano jipya tulilonalo, uone mambo mazito yako wapi. Kama ulikuwa unadhani kwamba tuishike torati sana kwa sababu torati ndio ina hukumu nzito, angalia ya agano jipya yalivyo mazito. Kwa miongoni mwa kitu ambacho tunakutana nacho hapa cha uhatarishi tukifanya kwa wazazi ni kitu kinachoitwa kuwatusi wazazi, na inawekwa hapa na hukumu yake. Tena katika zama tulizo nazo za sasa za agano lililo jipya, wala hapa haikuwa torati, ilikuwa ni zama hizi za agano jipya kuoneshwa kwamba kama mnadhani hii amri kuna namna imepungua, haijapungua, na zaidi unaoneshwa mpaka kibano chake. Kwa sasa kibano kinaitwa nini? Kufa. Mpendwa, pole. Tangu ulipotukana mzazi ulikufa. Leo kuna maiti twaziombea baraka. Au tukafanye kazi nyingine jamani. Hamtuambie kwamba watumishi saa nyingine kafanyeni kazi nyingine. Hamtushauri hata wakati mwingine tukajaribu vilimo vya matikiti. Kwa pale tunapoonekana kwamba kuna wakati kumbe tutaombea baraka watu ambao wamekwisha kufa. Na bora ujitambue basi uje useme kwamba niombee ya kuhuishwa. Unasikia? Niombee nimefungua femu, yani tayari mpaka na femu tayari. Na nimeweka kikolokocho fulani. Naona kinayumba. Ndugu yangu aliyekufa anafanya kazi ya flemu ipi sasa? Ya mbinguni au ya jehanamu? Aliyekufa anataka wateja waje kwa flemu yake, waje kwenye mzimu.
Simeona tulipokwama. Tangu tulipo watusi wazazi tulikufa. Kwa sababu tu sasa hiyo hicho hakihusiani na kifo cha nini? Vile mzee wangu unapovieleza vile. Darasa kubwa sana. Baba, kuna kifo cha hivi, kuna kifo cha hivi. Kwa sababu tu sio cha hivyo. Lakini sasa utaona nimewahi kusema habari ya Torati na zama za sasa. Utaona sasa mambo ya sasa yalivyo magumu. Kufa na afe, lakini wala sio ile ya kwamba unawekwa hapo utandikwe mawe mpaka ufe. Ni bora ile tungekuwa tunasema sasa tunaye mwaya kashatangulia mbele za haki. Kulikoni twaona upo lakini hatuna mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kifo gani ni kibaya hapa? Hiki ambacho tunatembea nacho. Tuafu ambao tunatembea ndio mbaya kweli. Kwa sababu tungetazama kwa macho ya rohoni na maana tungekuwa wakukimbiwa. Ndio maana dada uliyemtusi mama yako utakimbiwa na mume. Kama bado hajakimbia na kuambia hivi, safari hiyo ipo. Yuko kwenye maandalizi huyo. Saizi wakati mnalishana kwa umma na kwa vile vijiti ambavyo tunachomekewa kwenye chipsi, saizi mko kwenye maandalizi nyie. Kuna wakati waja tu utakimbiwa. Kwa sababu tangu ulipomtukana mama yako, wewe ulikufa. Kwa kuna kaka wa watu Ensamboi anaishi na mfu. Kuna wakati utaona macho yakianza kupata hivyo vielementi, ataondoka hata kaa na mfu huyo Ensamboi wa watu. Akatafute mtu ambaye yuko hai mwenzake. Mnakumbuka wakati wale watu wakiwa wanaenda kumtia Yesu manukato, perfume. Wanaenda kaburini ile asubuhi. Afu akakuta mtu kakosekana pale kaburini. Akaanza manani kamuiba mtu wetu. Nani kamuiba? Wakaambiwa jamani, mnamtafuta aliye hai mahali pa wafu. Kwa hiyo kilicho hai akitafuti mahali pa nini? Mahali pa wafu, tutapakimbia tu. Ndugu yangu, kwa ofisi ya watu na kuna jambo la namna hiyo ulishawahi kumtukana baba yako. Wameajiri mfu tu. Kuna wakati wataona vielementi. Wakati mume atakukimbia kwenye ofisi watakukimbiza. Nilimradi tu kwamba hawatakaa na mfu hapo. Unaelewa? Simeona jinsi ambavyo baraka zinavyotuponyoka. Ni kwa staili hiyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Mfu atakimbiwa kama hatakimbizwa. Kwa hiyo tunacheza makida, tunakasheshe kwa vitu hivi ambavyo tumeviona vidogo tu. Tangu ulipodharau kwa kuwa ilikuwa ni ile miaka ile ya nyuma ile. Unaona saizi unadundika. Udundiki wewe. Mfu anadundika vipi? Anadundika na nini? Na makwato. Anadundika na nini? Udundiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa miongoni mwa maeneo ambayo tumekwama kiasi cha kwamba tumekosa kustahili baraka za Mungu ni hili la karata mbaya ambazo tumezicheza kwa wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kufa na afe. Kwa saizi wewe utaona picha ya namna hii kwamba ufe. Sio lazima kwamba utawekwa mahali ukapigwa mawe. Hutaona mtu anayekurushia jiwe, maisha yatarusha mawe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa ya mwilini kusema ya kwamba ili niaone nijue kwamba kweli narushiwa mawe. Yatakuwa ya rohoni, utatembea nayo mawe. Unasema andamwa, yani imefanya hili, wananinukia, wananikataa, no mawe. Mtu astahiliye mawe ni mawe. Bila kujali umefanya zuri namna gani. Ndio maana kuna watu utakutana mnafanya mazuri mnalipwa mabaya kwa sababu astahiliye mawe ni mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale mawe, kuna mambo ukiyaona jua ndio yale mawe. Ni kwamba tu hayatakuja kwamba uone kwamba hili ni tangastoni, hili ni nini. Yatakuja rohoni, ni mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3. Kwa wale wanaoandika, namba 3, andika jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako.
Jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu, ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako, ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, ni suala la kuwapiga wazazi wako. Ni suala la kuwapiga wazazi wako. Kitabu cha Kutoka sura ya 21 mstari wa 15. Kitabu cha Kutoka sura ya 21 mstari wa 15, Biblia inasemaje? Kutoka 21:15, Biblia inasema hivi: ampigae baba yake au mama yake sharti. Kulikuwa kuna maneno mazito, linabandikwa linagongwa na hilo sharti, manake havikwepeki, ni lazima tu. Mbadala wa neno sharti ni sawasawa na mtu kasema ni lazima tu. Sharti atauawa. Ampigae baba yake au mama yake sharti atauawa. Kwa hiyo ulipomchapa baba kibao, kukabaki alama za kile kibao. Ulipomchapa mama kibao, kukabaki alama za kibao kwenye shavu. Ni afadhali yeye umemwacha na alama, wewe uliondoka na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana kuna wazazi wenye hekima ambao tutawapiga ngumi tukawang'oa meno, lakini wao wataacha ngumi, kwa sababu wanajua kabisa saizi nitapiga maiti. Tunaelewa? Wakati tumewapiga ngumi tukawang'oa meno, sisi tumekuwa nini? Marehemu. Kwa hiyo wakirusha ngumi waturudishie, watakuwa wamepiga nani? Si wamepoteza muda? Kwa utakuta kuna wengine wenye hekima, tangu ulipompukutisha meno aliacha hapo tu, kwamba saizi sasa nimeelewa, yaani sina tena mtoto sasa, kwa nitamkanya nani? Maiti. Namkanya maiti sasa ili iweje, wakati maiti mtu akisha kufa ni habari za yeye na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hukumu, adhabu, malipo, posho, mshahara wa kumpiga mzazi ni kuuawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kona hapa ni kama nilivyoeleza katika lile swala la kuwatusi wazazi, kwamba jambo hili la mtu afanyie uovu mpasao kupigwa mpaka kufa, katika hizi zama zetu za sasa, Mungu amelifanyia mabadiliko ya kisheria kidogo, kwamba katika kipindi cha Torati mtu akifanya jambo ovu kama hili limpasalo kupigwa mpaka kufa, ilikuwa anafungwa mahali kisha watu wanamtupia mawe mpaka anakufa. Lakini kwa kipindi tulicho nacho sasa ni kwamba unapofanya kosa la namna hili kupasalo kupigwa mpaka kufa, wala tu utaona watu wakiinuka na kukupiga kwa mawe mpaka kukuua, lakini maisha kama maisha yatakupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Tainukiwa na vitu unavyovifanya. Utafanya jambo litakuudhi, limradi tu kwamba ukate nalo tamaa, utamani hata kujiua. Kaka utampenda dada huyo, utamsomesha chuo, atakwambia sasa hivi nimempata mwenzangu wa kuendana naye. Babu we bye bye, waitwa babu saa hiyo. Kaka utaamua ukajiue. Umepigwa mawe hapo, umeona jiwe la kukuua. Yale tu unaojihusisha nayo yatakukereketa, yatakukera ili ukafe. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu tukizika tunakuja kusemezana huko pembeni, huyu naye mwenzetu alivuruga kweli. Nani kamwambia mwanamke anasomeshwa?
wewe ushaenda. Kwa hiyo unaona sumu tunazo nyingi kweli katika makosa ya namna hii ambao adhabu yake ni kufa. Tunazo nyingi kweli. Zaidi hata zile za wenzetu mpaka upate watakao inuka na hasira wakupige mawe. Kwa hiyo wapendwa, nimetaka tuyaone haya mambo ambayo tukizichanga karata kwa namna hii, mjue ya kwamba tuliagana na baraka, sio wabarikiwa sisi. Tangu tu ulipocheza mchezo wa namna hiyo, kudharau mzazi, kumpiga mzazi, kumtusi mzazi, ujue kabisa uliharibikiwa, sio wakubarikiwa wewe. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo kuna haja kubwa unapoenda mbele za Mungu kuomba baraka kwenye maisha yako. Utaona jinsi ambavyo kuna haja kubwa sana ya kujitazama jinsi ulivyo na wazazi wako. Mambo ambayo umewahi kuyafanya kwa wazazi wako, yale umewahi kuwafanyia wazazi wako. Hapo wakati na kusemesha hivyo, usizani kwamba Biblia haijui kwamba kuna wakati wazazi nao wana ukorofi wao, mpaka wanaweza kukusababisha ukatamka jambo ukasema pale yani mama naye alizidi bwana. Kati mwingine hata mimi lile limeniponyoka tu. Usizani wakati Mungu anaandika hivyo hajui kwamba kuna hao ya kukuponyoka, kuna hao ya kusababishiwa, lakini adhabu kwa mtenda kosa aliyefanya kosa ipo vile vile, kwamba adhibiwe kama mtenda maadamu amefanya nini. Aya, tukutaneni kipindi kijacho, tuendelee kupata maarifa ya Mungu. Mungu awabariki.